muasisi wa jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, Dr. Mkiz, iliyopo Mitondoni Kisauni Zanzibar, wilaya Mjini Magharibi B, anatangaza nafasi za masomo kwa walio na umri wa miaka 10 mpaka 20 katika mafunzo ya siku 10, yani 10 days training on strengthening Islamic faith and moral ethics for students in Zanzibar. Phase 2. Jumuiya inatoa mafunzo ya kujenga maadili mema kwa wanafunzi kama vile tauhidi, rights and obligation of taxpayer, akhlaq, Islamic ethics and morality, from faith to success na kadhalika. Mafunzo hayo yanayolenga kuwajenga kiakili na mioyo safi. Mafunzo yataanza tarehe 3 mpaka tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Fomu zinapatikana Mitondoni Kisauni kwa shilingi 5,000 tu na kurudishwa kwa 100,000 tu. Kumbuka, mafunzo ni ya siku 10, chai ya asubuhi, mandhari mazuri ya kusomea, ugawaji wa vyeti. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Ihtisaban, simu namba 0777482303 au 0777412810. Nyote mnakaribishwa. Jina langu naitwa Mwalimu Ahmed Vuai, ni mkuu wa chuo cha ualimu Nkrumah kilichopo Mfenesini. Kwa leo hapa tunashirikiana na wanafunzi, wakufunzi na wanaalikwa mbalimbali katika kuadhimisha hizi siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa hivyo kwetu sisi tumeona kuna umuhimu wa kuungana na taasisi nyingine, kwa sababu swala la ukatili imekuwa ni swala la kinchi. Kila pembe katika nchi yetu watazungumzia masuala haya, kwa kwetu sisi ni sehemu ya uovu. Kwa hivyo tupo haja kushirikiana kwa pamoja kuona kwamba tunaungana katika kupambana na uovu huu. Kwa hivyo ukatili wa kijinsia ni tatizo kubwa na linaeleweka. Kwa hivyo kuna njia nyingi za kuliondoa, lakini njia moja angalau ni kusema. Tunapozungumza watu wanaelewa, na kuongea kwetu naamini kwamba taarifa zitafikia wengi, itakuwa ni sehemu ya kusaidia jamii katika kuliainisha na kuona kwamba tunakwenda mbele. Tumeainisha aina nyingi za uzalishaji, miongoni mwao zimo za kivitendo, za kijamii, lakini vile vile za kisaikolojia. Na hii kwa hivi sasa ambao ndio kubwa kuliko yote, kuna huu uzalishaji wa kimitandao ambao vijana wa kisasa wanaona kama si uzalishaji, lakini athari yake inakuwa ni kubwa. Kwa hivyo tushirikiane katika kupambana na uzalishaji wa aina zote, lakini kwa hivi sasa ningeomba wenzangu, taasisi mbalimbali, tushirikiane katika kupiga vita uzalishaji kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu hii ndio imechukua nafasi kubwa kwa hivi sasa. Mzazi mpendwa, mtoto wako anakuwa katika dunia yenye changamoto nyingi. Programu hii inamjenga katika maadili, imani na uwajibikaji kwa siku 10 mfululizo. Nafasi zipo 100 tu. Usisubiri baadaye. Tafadhali nijulishe ikiwa ungependa kumsajili. Kwa upande wa serikali, naomba iendelee kuziunga mkono taasisi ambazo zinashiriki katika maadhimisho haya, lakini vile vile kuona kwamba zile kesi mbalimbali zile ambazo kuwa zile kesi mbalimbali ambazo kuwa tayari zinaendelea, basi ni vema, wananchi wanapenda kuona kwamba zinaharakishwa, kwa sababu ikichukua muda mrefu wakati wengine mtu anaweza kukata tamaa, lakini vile vile wakati wengine na kwa watu zina cost. Kwa hivyo ni vizuri kuona kwamba kama kuna mkwamo katika hizi, basi serikali ingekwamua kuona kwamba hizi kesi ambazo kuwa zipo zinakwenda mbele. Lakini vile vile ni kuona kwamba tuangalie njia nyingine tena, kwa sababu adhabu inatolewa lakini bado matokeo yanajirejea. Kwa hivyo inawezekana pengine kuna kitu kingine kizuri zaidi serikali ingefanya ili kuona kwamba swala hili tunalitokomeza moja kwa moja. Ewe mzazi, mlezi, mpendwa, je, ungependa mtoto wako ajengwe katika hofu ya Mungu, nidhamu, mwelekeo sahihi wa maisha? Jiunge na programu maalum ya mafunzo ya dini na imani kwa vijana. Nafasi zilizopo ni kwa vijana 100 tu kwa muda wa siku 10. Lengo ni maadili, imani na uwajibikaji. Usisubiri kesho, msajili leo kwa simu namba 0777482303. Kwa hivyo zimewekwa siku nyingi kutokana na uzito na ukubwa wa tukio lenyewe. Umoja wa Mataifa una siku nyingi, lakini kwa hii hawakuweka siku moja tu ika 25 imeisha.
miaka 25 mpaka tarehe 9, ni siku 16 hizo, kutokana na ukubwa tukio lenyewe mpaka tarehe 9 ndio unapata siku 16. Kwa hivyo kutokana na ukubwa tukio lenyewe, lakini vile vile aina hayo matukio, tumeona pale kuna aina nyingi za matukio mengi sana tu, na miongoni mwao ni kwamba kila zama zinakuwa na staili yake ya hayo matokeo. Anasema kila zama na kitabu chake. Kwa hivyo katika zama hizi, pamoja na yote, lakini kuna ile ukatili wa kimitandao, naweza kwamba ni online violence, wale ukatili kupitia mitandao ya kijamii ndio umeshika nafasi kubwa, na wakati wengine anakuwa hujui kama kweli umefanya ukatili huo, na vijana ndio wameshika hatamu kuliko hata wazee. Asilimia kubwa watumiaji wa mitandao ya kijamii ni vijana. Kama ni asilimia kubwa ni maana yake wao ndio wanaongoza katika swala hili la ukatili wa kimitandao. Kwa hivyo tuna kila nafasi ya kupiga vita, kwa sababu kupiga vita ni sehemu moja ya kuondoa uovu. Na hapa unapata nafasi ya kuikumbuka ile hadithi nambari 49 katika Sahihi Muslim. Hadithi inasemaje? Hadithi inasema, man raa minkumul munkar falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika yudhafu al-iman. Kwa hivyo kuna daraja 3 zile. Ya kwanza ambayo ni kubwa ni kutumia mkono. Na tunapozungumza mkono una kazi nyingi, haina maana kupiga tu. Watu wengine wakiona kwamba kuondoa uovu kwa mkono nafikiria ni kupiga. Hapana. Unaweza ukatumia mkono wa kuandika pia. Kaandika makala, message. Tayari umeshatumia mkono wako. Na vinginevyo. Kwa hivyo kama huwezi hilo, pengine hali ni mbaya, hali ni ngumu, huna uwezo huo, pengine hata huo mkono huna, basi angalau useme kabilisani, tumia mdomo wako, ulimi wako, angalau uweze kusema. Na kama mdomo huna pengine wa kusema, au sauti haitoki, au watu hawakusikilizi, basi kuna ile alternative ya mwisho ile ya kutumia kuchukia. Lakini vile vile kuchukia hii haitoshi, kwa sababu anasema kwamba ni kiwango cha chini cha imani. Kama watu wote watakuwa wanachukia tu hawasemi, basi inawezekana ule uovu usiondoke na ukaendelea. Ngaji wengine sasa wanatumia reverse hiyo. Anasema tunaweza reverse, na inasemekana hata sahaba Sayyidina Omar alikuwa anaanzia huku nyuma, yeye anaanza kuchukia kwanza, alafu anasema, alafu ana act. Kwa hivyo pia inasemekana hivyo. Kwa hivyo na sisi angalau tumesema hapa kwamba ukatili wa kijinsia ni uovu, kwa hivyo unapaswa kabisa kuondoshwa. Na tunashukuru serikali kwa hili, imetumia njia nyingi sana za kupambana na uovu, nyingi tu, lakini vile vile imetoa adabu kubwa sana mpaka kifungo cha miaka 30 kama sikosei. Lakini cha ajabu ni kwamba pamoja na adabu kubwa hiyo, bado masuala haya yamekuwa yakijitokeza kama kwamba hakuna adabu ambayo inatolewa. Kwa nafikiria ipo haja kukaa tukafikiri tena, pengine inawezekana kuna njia nyingine ya kuweza kuifanya ili kuona kwamba haya matokeo haya yanaondoka na hajirejei tena. Kwa hivyo ili kizazi kijacho, generation inayokuja, isitumie muda mwingi kuzungumzia masuala haya. Watumie muda mwingi kuzungumza uchumi utakuwaje, teknolojia itakuwaje, lakini kabla rudi nyuma tena katika kuzungumza masuala haya, itakuwa kama ile hesabati tunasema recurring decimal. Unakwenda, unarudi, unakwenda, yani uko hapo hapo, sio? Kwa hivyo nafikiri ipo haja ya kuangalia tena tufanye nini ili masuala haya yaweze kupotea. Lakini kingine ni kwamba sisi kama chuo tumeungana na wenzetu, kwa sababu tuna kila nafasi ya kuona kwamba na sisi angalau tunapaza sauti yetu, kuona kwamba tunaguswa na matokeo haya. Mpaka hivi sasa hakuna matokeo hayo, lakini ni vyema tukaongea kabla hayajatokea, itakuwa ni sababu ya kuona na sisi katika nafasi nzuri. Kwa hivyo nakuombeni wanafunzi uichukue hii positively, muone kwamba ni matokeo makubwa,
na kuna kila haja miongoni mwetu ya kuona kwamba tunashirikiana, tunanasihiana, tunasaidiana kuona kwamba haya mambo yanamalizika, yasijirejee tena. Muasisi wa Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, Dr. Mkiz, iliyopo Mitondoni Kisauni Zanzibar, wilaya Mjini Magharibi B, anatangaza nafasi za masomo kwa walio na umri wa miaka 10 mpaka 20 katika mafunzo ya siku 10, yani 10 days training on strengthening Islamic faith and moral ethics for students in Zanzibar. Phase 2. Jumuiya inatoa mafunzo ya kujenga maadili mema kwa wanafunzi kama vile tauhidi, rights and obligation of taxpayer, akhlaq, Islamic ethics and morality, from faith to success na kadhalika. Mafunzo hayo yanayolenga kuwajenga kiakili na mioyo safi. Mafunzo yataanza tarehe 3 mpaka tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Fomu zinapatikana Mitondoni Kisauni kwa shilingi 5,000 tu na kurudishwa kwa 100,000 tu. Kumbuka, mafunzo ni ya siku 10, chai ya asubuhi, mandhari mazuri ya kusomea, ugawaji wa vyeti. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Ihtisabat, simu namba 0777482303 au 0777412810. Nyote munakaribishwa.